Faidika na mengi ambayo yamekufanya kuendelea kuburudika lakini pia kuhabarika kwa asubuhi ya leo. Umetoka kutizama sauti za kurasa zilizokuwa zikiletwa kwako na Ram Mbegeze, lakini pia kumbuka tunapewa nguvu na madhabahu Inuka Uangaze iliyoko chini ya Apostle Boniface Bulldozer Mamposa, ambapo tunazidi kukukumbusha kwamba Jumamosi hii ni kongamano kubwa kabisa la wafanyabiashara na wafanyakazi. Fika katika madhabahu Inuka Uangaze iliyopo Kawe jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Tanganyika Packers uweze kuchota upako huu wa kibiashara. Biashara yako imekwama, mambo yako hayaendi, uchumi wako unayumba, lakini pia ukiangalia mtaji wako unazidi kupata mtagasiko, lakini na mtikisiko adui anauvamia mara kwa mara, mambo mengine hayaeleweki, biashara wateja hawapatikani, lakini una biashara kubwa na huoni mtu akiweza kufika kwenye biashara yako, lakini pia una maono makubwa ya kibiashara, huna mtaji, hujui namna ya kuupata. Fika katika madhabahu Inuka Uangaze. Si kwamba utapewa mtaji, lakini Mungu atakutanisha na watu sahihi ambao wataweza kupushi wazo lako la kibiashara, lakini pia mawazo yako ya kifedha yataenda kuinuka, kwa sababu mtumishi wa Mungu anapoenda kuachilia hilo neno na upako juu ya biashara yako na juu ya mawazo yako, kila kitu ambacho kilipaswa kuwa cha kwako kinaenda kuwa cha kwako, na biashara yako unaenda kuimiliki na kuitawala kwa namna uitakayo wewe, na faida ambayo ulikuwa uioni kwa muda mrefu utakwenda kuipata baada ya kongamano hilo. Kwa hiyo kikubwa, fika katika madhabahu Inuka Uangaze siku ya Jumamosi kuanzia majira ya saa 6. Mtumishi wa Mungu atakuwepo pale na kuhakikisha kwamba unapokea kilicho chema katika biashara yako. Na kualika katika wakati huu wa gumzo ni mimi Samson Kesi, kijana madhabahu Mr. Samfact. Nitakuletea katika habari za kitaifa, lakini pia zile habari za kimataifa ambazo zimepata kusheni na kutokea katika uga huo wa kimataifa. Karibu sana, na tuanzie hapa nyumbani. Tunaifahamu fasihi simulizi, fasihi andishi. Sasa kutokana na hilo, waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdallah Ulega ametoa maagizo kwa wataalamu wa ujenzi kutoka kwa wakala wa barabara nchini TANROADS kufanya hima katika kuhakikisha huduma za usafiri kwa barabara ya Somanga Mtama zinarejea kwenye hali ya kawaida ili kuruhusu huduma za usafiri na usafirishaji kuendelea. Mheshimiwa Abdallah Ulega amebainisha hayo alipofika katika eneo hilo mara baada tu ya TANROADS kutangaza kufunga kwa muda barabara hiyo ya Somanga Mtama baada ya mafuriko yaliyosababishwa na mvua zilizonyesha wilayani Kilwa, na hivyo kuharibu daraja la muda lililokuwa limejengwa katika eneo hilo. Tupate kile ambacho amekizungumza Mheshimiwa Abdallah Ulega baada ya kufika katika eneo hilo la Somanga. Naomba nitumie fursa hii kukupeni pole wasafiri wote ambao mpo njiani mnaokwenda kusini, na nafahamu wako wengine wanaotoka kusini wanaokwenda Dar es Salaam, lakini wote mmepatwa na tatizo la kukatika kwa mawasiliano na kwa hivyo kushindwa kuendelea na safari. Nimezungumza na kiongozi wetu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, amenituma niwape pole wale wote ambao mmepatwa na kadhia hii. Ninyi nyote ni mashahidi ya kwamba serikali baada ya mwaka jana kupatikana kwa tatizo la namna hii, kuanzia muda huo ilifanya kazi muhimu ya kutafuta suluhu ya kudumu, na suluhu ya kudumu ni kujenga madaraja. Na kwa barabara hii tuna madaraja takriban 5 kwa mkoa wa Lindi peke yake. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliidhinisha jumla, akatukubalia tutumie zaidi ya shilingi bilioni 130 kwa ajili ya kujenga madaraja yaliyokatika. Ili daraja ambalo limekatika hapa, hilo la muda lililokatika, daraja lake lenyewe la muda mrefu ambalo tunalijenga liko limeshafika asilimia takriban 40, kwa maana ya kwamba zile nguzo zote, jumla ya nguzo 43 zinaenda kuwekwa pale, nguzo ambazo zina mita zaidi ya 12. Mpaka sasa hivi walikuwa wameshazika nguzo 27, wamebakiza nguzo 16 za mita 12 ambazo zinazama chini kwa ajili ya kujenga daraja hilo lililoko hapo la mita 60. Nimetoka kukagua, nimeona namna ambavyo kazi inaendelea mahala pale. Wamejitahidi kufanya kile kinachowezekana kufanya wataalamu, lakini mimi kama kiongozi nimeona bado kuna jambo ambalo halikufanywa sawa sawa, uko uzembe ambao umefanyika pale. Nitachukua hatua kali ili siku zingine zikiwa zinatokea mambo ya dharura ya namna hii, kila mmoja aamke
na ajue kabisa kwamba hii ni dharura na inapaswa kufanywa kidharura hivyo hivyo. Hivyo nimemwambia mkurugenzi pale, ninazo hatua mzitegemee nitazichukua juu yenu, na hazitawapendeza hata kidogo, zitakuwa ni hatua kali sana. Kwa hivyo wako watu wamerelax, wamepumzika, nitawaamsha, waambie wajiandae wote, na nitafanya kazi hiyo usiku huu wa leo. Kesho asubuhi watakapokuwa wanaingia ofisini watakuta tayari wanaambiwa wakapumzike vizuri. Naomba nikupeni matumaini. Msaada wetu wa kwanza ni kuhakikisha tunarejesha barabara ianze kutumika. Hilo ndio la kwanza, Mheshimiwa Diwani, ambalo ndio muhimu zaidi. Lakini vile vile, ikiwa kama wako abiria wanaothibitishwa kwamba hawa ni abiria, na hapa bahati nzuri serikali iko ya kijiji, ya kata, mpaka ya wilaya iko hapa. Ikiwa wapo abiria ambao wanathibitishika wako hapa na wako taabuni, sisi tuko tayari kuhakikisha ya kwamba abiria hao ambao ni wasafiri tutawasaidia ili waweze kupitisha masaa ya machache wakiwa katika hali hiyo, na wao waweze kukaa kwa amani na utulivu. Sisi tutakuwa hapa, wala hakuna atakayeondoka mpaka tuhakikishe magari yanaanza kupita, wala hakuna mtaalamu atakayetoka hapa, na mimi mwenyewe nitakuwepo pale nikiongoza kazi hiyo. Tumeona hiyo taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Miundombinu Usafirishaji Abdallah Ulega, ambaye ameamua kulisimamia kidete suala hilo katika eneo la Somanga. Kwa takwimu mbalimbali na historia inaonyesha ni moja ya eneo korofi sana kwa nyanda za kusini, kutokana na uwepo wa mkondo wa mto huo kuwa na maji mengi ambayo nyakati za mvua yamekuwa yakiathiri miundombinu kama ya madaraja, lakini pia kuchimbika kwa barabara. Na tunakumbuka wakati wa Kimbunga Hidaya ni moja ya maeneo pia ambayo madaraja ya muda yalijengwa, ambalo ndilo ambalo limevunjika kwa sasa, huku mkandarasi akitakiwa kuharakisha ujenzi wa daraja hilo na kuhakikisha wananchi wanalivuka eneo hilo kwa usalama. Tumeona hapo hali ya hatari, vijana wakivuka na wakivusha watu, lakini pia ni sehemu hatari kwa mazingira tu yale, kwamba namna ya kuvuka kwenye maji mengi kama yale huwezi kujua, sababu wanakuambia huwezi kupima kimo cha maji kwa kuyatizama. Kwa hiyo namna unapopita inaweza kuwa likatokea jambo lolote ambalo ni hatari zaidi ya kile ambacho wanakifanya. Sasa nyingine wanapata ujira ndio kwa kuvusha watu, lakini ni hatari kwa mazingira yale, lakini pia ni hatari kwa usalama wa afya zao na miili yao, sababu inaweza likatokea janga au maji yakazidi wakati uko katikati ya safari, na mwisho wa siku wakasombwa na ikawa tena ni dhahama au ni taharuki na majonzi kwa wakazi wa eneo hilo. Tuweke kando taarifa hiyo kutoka huko Somanga, kusini mwa Tanzania, na sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam, ambapo tunaarifiwa kuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Isidore Philip Mpango anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya utoaji wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu itakayofanyika Aprili 13 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Sasa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema kuwa hafla hiyo inalenga kutambua na kuenzi mchango wa waandishi bunifu katika kukuza lugha, utamaduni na fikra za maendeleo nchini. Hii ndio nilikuwa nakwambia, jambo zima la fasihi andishi na fasihi simulizi. Umewahi kuisoma? Unakumbuka nini kutokana na fasihi simulizi na fasihi andishi? Tutakuja kurudi baada ya taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Adolf Mkenda akitanabaisha juu ya swala hilo zima la mgeni rasmi kuwa ni Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tarehe 13 mwezi wa 4 mwezi huu tutakuwa na duru ya 3 ya utoaji wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Tumekuwa na duru ya kwanza. Mgeni rasmi katika duru ile ya kwanza alikuwa ni Rais mstaafu wa Msumbiji Mheshimiwa Chissano. Duru ya pili ilifanyika mwaka jana. Mgeni rasmi alikuwa ni mshindi wa tuzo ya Nobel ya uandishi bunifu Profesa Guna, ambaye asili yake ni Tanzania, upande wa Zanzibar. Duru hii ya 3 mgeni rasmi atakuwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango. Shughuli hii itafanyika hapa Dar es Salaam kama kawaida, na tunaalika Watanzania wote kufuatilia tukio hili ambalo ni kubwa na ambalo linatokea siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye si tu kwamba alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwanasiasa maarufu duniani, alikuwa vile vile ni mwandishi wa kazi za kichambuzi za siasa, lakini na uandishi bunifu hasa kwenye mashairi. Ana kazi nyingi sana za mashairi aliyoandika ambayo mpaka sasa hivi yanatamba kwa ladha na maudhui mazuri. Na vile vile alitafsiri vitabu vya mwandishi nguli wa Uingereza William Shakespeare, vitabu viwili. Alifanya kazi ya kutafsiri wakati bado ndio kiongozi wa nchi yetu. Kwa hiyo alikuwa anaweza kutenga muda wa kufanya shughuli za uandishi bunifu wakati anaongoza nchi yetu. Na hata wakati karibia mauti yanamkuta, alikuwa na mashairi alikuwa ameandika, mengine sasa hivi yameshaanza kuchapishwa. Alikuwa anatafsiri vile vile kitabu cha Plato, Republic. Ni kitabu kigumu kidogo, ni cha filosofia, lakini alikuwa na muda wa kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo tuzo hii imepewa jina la Mwalimu Nyerere kumenzi kama kiongozi wetu, muasisi wa taifa letu, lakini vile vile kama Mtanzania aliyekuwa mahiri sana katika uandishi bunifu. Na lengo la tuzo hii kama alivyoeleza Dr. Komba, pamoja na kuwatambua kitaifa na kuwazawadia waandishi mahiri wa uandishi bunifu katika nyanja mbalimbali za uandishi bunifu kama ambavyo Profesa Penina Mlama ataelezea, ili kuwatia moyo, kuwatia shime na kuhamasisha waandishi wengi wajitokeze kuandika, kwa kujua kwamba utakapoandika unatambuliwa na taifa lako. Lakini vile vile tuzo hii inapotolewa, pamoja na mshindi wa kwanza kutoa shilingi milioni 10, serikali kupitia TET inagharamia uchapaji wa kitabu na uchapishaji kwa kuvinunua vile vitabu. Kwa anapata tenda, alivyosema Dr. Komba, kuhakikisha kwamba kile kitabu kinaingia mtandaoni. Tulikuwa na tatizo kabla ya hapa, waandishi bunifu wakiandika kazi zao nzuri, ni kazi sana kukuta publisher ambayo yuko tayari kupokea kazi hizo. Hata anasema kwamba kazi yako ni nzuri, lakini soko hili tutachapisha, hatutorudisha fedha zetu. Kwa hii imefanyika maksudi kuhakikisha kwamba mwandishi bunifu aliyeshinda kazi yake inachapishwa na inasomwa. Lengo la pili ni kukuza lugha yetu ya Kiswahili, kwa sababu tuzo hii inatolewa tu kwa waandishi bunifu wanaotumia lugha yetu ya taifa ya Kiswahili. Huwa ninafarijika sana kuona kwamba kalamu inaweza ikawa ni chanzo cha mapato ya kuendesha maisha yako, na ikasababisha wewe ukaithamini kazi yako. Uandishi ni moja ya kada ambayo imewekwa pembeni sana, hususani katika kanda hii ya Afrika, si Tanzania tu peke yake, bali kwa tafiti mbalimbali za vyanzo vingi vinaonyesha kwamba watu wengi huwa hawapendi kusoma kile ambacho kimeandikwa, na ndio maana saa nyingine mtu yuko radhi maandishi au saa nyingine anasikiliza neno ambalo limerekodiwa kuliko kile ambacho kimeandikwa yeye kusoma mwenyewe. Na ukitaka kumficha Mwafrika, wanavyosema baadhi ya waandishi mbalimbali, wanasema weka kila kitu kwa maandishi, na utakuwa ni shahidi mtazamaji kwamba watu wengi hata wakati unanunua simu mpya unabaki kuaccept tu, kubali bila kujua hata kilichoandikwa ni nini. Ni kwa sababu watu wengi wana uvivu wa kusoma kile ambacho kimeandikwa, na ndio maana maarifa mengi sana ambayo watu wengi wanayakosa yako kwenye maandishi. Kaa chini, jifunze, soma, utajua siri nyingi sana za ulimwengu huu ambazo zimefichwa kwenye maandishi, iwe ni vitabu, iwe ni riwaya, iwe ni magazeti, iwe ni machapisho na matoleo mbalimbali. Jaribu kusoma. Na mtumishi wetu wa Mungu Apostle Boniface Bulldozer Mwamposa huwa ana gazeti huwa analitoa
Sasa ningekuwa ni wito wangu kwako, wewe unatenga muda wa kuchukua vitu kama hivyo, kujisomea. Yapo mengi sana kwenye maandishi ambayo kinywa hakiwezi kueleza, lakini kalamu inaweza ikayaandika na kuyatamatisha na wewe ukayasoma kwa undani zaidi. Kulingana na tuzo hii ambayo inaenda kutolewa kwa waandishi bunifu hapa jijini Dar es Salaam, ambayo umetanabaishwa hapo na Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda ambaye ni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, huku akimnasibisha kuwa anayekuja kuwa mgeni rasmi kwenye tuzo hizo ni makamu wa rais. Tuzo hizi rasmi zilianza mwaka 2023 zikiwa na unasaba wa kuhakikisha kwamba zinatoa fursa kwa wale waandishi bunifu kuweza kufikisha kazi zao, ima ni za riwaya, lakini pia hadithi za watoto, tamthilia, lakini pia bado mambo mengine kadha wa kadha, na zilikuwa zikimwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni muasisi. Licha ya mwalimu kuwa muasisi, lakini wa taifa hili pia alikuwa ni mwandishi. Licha ya kuwa mwalimu, ni mwandishi na ana vitabu kadhaa ambavyo viko maktaba. Ukitembelea kwenye maktaba mbalimbali za makumbusho ya taifa, utaweza kukutana na vitabu vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye aliviandika enzi za uhai wake, na vingine viliandikwa vilikuja kumalizwa, kutamatishwa baada ya yeye kuondoka hapa duniani. Lakini miswada hii bunifu ilishindaniwa katika hizo tanzu kadhaa za riwaya, ushairi, hadithi za watoto, lakini pia tamthilia. Lakini hata hivyo, mwaka wakati tuzo hizi zinaanza, hazikuwa na tuzo, hazikutolewa zawadi kwa washindi. Mwaka 2024-25, tuzo za mwaka 2024-25 zilitoa washindi kadhaa. Ngoja tukupitishe hapa kidogo juu ya kipengele hicho cha riwaya. Mshindi wa kwanza alikuwa ni Laura Patie Kisakwa, akifuatiwa na Bishop John Hiluka wa pili na Innocent Ndayanse wa tatu. Kwa kipengele cha ushairi, mshindi wa kwanza alikuwa ni Muhammad Omar Juma, lakini wa pili alikuwa ni Rashid Othman Ali, na watatu ni Fabian Martin Fungameza. Hawa ndio walikuwa washindi katika kipengele cha ushairi. Lakini kipengele cha hadithi za watoto, mshindi wa kwanza alikuwa ni Blandina Isabella Lucas, lakini wa pili ni Doto Rangimoto, na watatu walikuwa ni Haibat Abdul Haq Habiswaishid, na mshindi wa kwanza katika kipengele cha waliozawadiwa shilingi milioni 10 pamoja na ngao walipewa hawa. Mshindi wa kwanza alipewa milioni 10 kama zilivyotangazwa hapo kwamba na mwaka jana zilifanyika Aprili 13 na mwaka huu zinaenda kufanyika tena Aprili 13, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamu wa rais Dr. Philip Isdori Mpango. Kwa hiyo tunazidi kuona na kutambua kazi za fasihi, fasihi andishi ambayo watu wengi wamekuwa wakitupa mkono. Wengi tuna fasihi simulizi kama ninayofanya mimi hapa. Mimi nikiwa ni fanani na wewe mtazamaji ukiwa ni adhira. Fauka na hayo, serikali iliahidi kununua na kusambaza vitabu vyao katika shule mbalimbali za maktaba nchini na kukuza usomaji wa matumizi ya lugha ya Kiswahili iliyoendelea kuchochea uandishi na usomaji wa vitabu nchini Tanzania, ikilenga pia kuimarisha sekta ya uchapishaji na kusambaza vitabu bora kwa jamii. Lakini tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu imekuwa ikitolewa kwa waandishi wa kazi bora za fasihi katika tanzu mbalimbali kama hizo nilizokutajia hapo awali. Lakini katika mwaka 2024 tuzo hizi zilitolewa kwa waandishi wafuatao. Sasa ulikuwa na kipengele cha mshindi wa kwanza niliyokutajia hapo, lakini pia na wengine wengi. Lakini pia usambazaji wa vitabu umekuwa ni moja ya sehemu ngumu sana. Usambazaji baada ya hizi kazi kuandikwa, lakini kuwafikia sasa hadhira ambao ni wasomaji, imekuwa kwa kiasi kikubwa kuna mkwamo. Ni kutokana na waandishi wengi kutokuwa na uwezo wa kuweza kusambaza nakala hizo na kuziweka katika machapisho ambayo ni bora zaidi. Kumbuka mwandishi huyu huwa anajifungia, anaandika leo, kesho anapata wazo, anaendelea kuandika. Inapokuja kwenye swala la uchapishaji, kwa lugha ya Kimombo anasema publishing au publishers, wale wachapishaji wa vitabu, gharama zinakuwa ni kubwa, lakini pia uhariri, yani editing ya kuweka kile kitabu katika unadhifu unakuwa nayo ni mkubwa, jambo linalofanya kazi nyingi kubaki maktaba au kuzibakisha kwenye mashelfu yao, huku adhira ikikosa kile ambacho ilipaswa kukipata. Lakini kutokana na kilichoandikwa na Blandina Lucas, jumla ya fedha zilizotumika katika uchapishaji huo kwa mwaka uliopita wa tuzo ni milioni 400, huku nakala nyingine 80,182 za kitabu cha watoto zikichapishwa kwa msaada wa Benki ya Dunia kwa gharama zaidi ya shilingi milioni 47. Tuzo hizi zinalenga kukuza lugha ya Kiswahili, kutangaza na kuhifadhi utamaduni wa Kitanzania pamoja na kuhamasisha usomaji wa uandishi wa vitabu hapa nchini. Kwa hiyo kikubwa tunatangaza utamaduni wetu. Sisi kama Watanzania,
utamaduni wetu tuurudie, wa kuandika, wa kusoma, lakini pia wa kusimulia. Yapo mengi sana ya nchi hii tunaweza kuweka kwenye maandishi, vizazi na vizazi vikajifunza. Kazi ya sanaa au kazi ya fasihi haiwezi kapotea kirahisi, na ndio maana wanazidurufu, yani wanazifanyia copy, zinakuwa zinabaki, kila mmoja anaweza kupata kwa staili yake na kwa namna yake, na inabaki kuwa kazi nzuri ya sanaa au ya uandishi kupitia fasihi andishi. Niambie wewe, unakumbuka nini ukisikia fasihi andishi na fasihi simulizi kwenye masuala mazima ya kazi za sanaa? Naamini Kiswahili umejifunza vizuri, na mwalimu wangu kuna siku moja alinitolea mtihani mgumu, akaniambia fasihi ni sufuria na mwandishi ni kijiko. Kuangua nilipata mtagasiko kweli kweli. Tukiondoka hapa kitaifa, tuelekee katika anga la kimataifa. Mtazamaji, nitasoma maoni yako utakayoandika katika hiyo namba inayopita hapo chini ya runinga yako. Tukisoma katika habari za kimataifa, ni Marekani imefuta visa ya raia wa Sudani Kusini kwa kile ilichokisema ni kushindwa kwa serikali ya Juba kuwapokea raia wake wanaofukuzwa kutoka Marekani. Sasa utawala wa Marekani chini ya Rais Donald Trump umetangaza kubatilisha visa za kusafiri nchini humo kwa raia wote na kutoka Sudani Kusini, ikisema serikali ya Juba imekataa kuwapokea raia wake wanaorudishwa kutoka Marekani kwa muda mwafaka. Sasa uamuzi huo unamaanisha raia wa Sudani Kusini walioko Marekani huenda wakarudishwa nyumbani, na hii ni ambapo kwa mara nyingine kuna shuhudiwa vita ya Marekani ambapo yanasema itabadilisha visa zote za raia wa Sudani Kusini. Sudani Kusini ambayo kuundwa kwake kama taifa huru mwaka 2011 kuliungwa mkono na Marekani, hivi sasa iko ukingoni kutumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini hadi sasa serikali ya mjini Juba inatajwa haijatoa tamko kuhusu hatua hiyo ya Marekani. Tulikuwa tunafurahia ujio wa Rais Donald Trump, tukifurahia sera zake juu ya masuala mazima ya uhamiaji, akisema kwamba taifa la Marekani inabidi lisimamiwe na Wamarekani wenyewe, kutokana na Wamarekani pia kulalamikia ujio wa wageni na kusababisha kama kuona fursa au finyu wa fursa unapungua ndani ya nchi yao wenyewe. Huku mataifa mengi ya Afrika yakionekana kuwa na idadi kubwa ya watu wanaofika kule nchini Marekani kwa ajili wengine ya kutafuta makazi, lakini kutafuta maisha mazuri, sababu ya Waafrika wengi kuamini maisha mazuri yanaweza kupatikana watakapofika Marekani. Wengi wakizamia, wakienda na meli, wengine pia tumekushuhudia pia kuna baadhi ya vijana wamewekwa kukutwa kwenye mabawa ya ndege tayari zinapoingia kwa ajili ya kuchomoka kurukia, wamekuwa wakikutwa kule wakiwa wanataka kuzamia kwenda nchi fulani, na hii imekuwa ni hatari kwao, lakini wengine pia walikutwa wamekufa na wengine walianguka angani kutokana na swala hilo la kutaka kuzamia kupitia ndege, lakini wakikaa sehemu hatarishi ili waweze kufika katika zile nchi ambazo wanaamini wakifika wanaweza wakapata maisha mazuri. Na mimi nikutoe tu hilo wazo kwamba kama umeshindwa kutafuta maisha mazuri wapo Tanzania, kupambana ndani ya nchi yako, hayo mawazo unayoyaweka kwamba lazima nipate maisha mazuri nikitoka nje, inaweza kuwa ni wazo zuri kama utajua unachoenda kukifanya ni nini, lakini sio kuzamia kwenda kwenye nchi ya watu ambao ni wageni kwako alafu ukategemea kwamba utaweza kufanikiwa kirahisi. Mwisho wa siku utaonekana ni mtu ambaye amezamia na utarudishwa kwenye taifa lako la asili, na saa nyingine ukafunguliwa kesi ya muhamiaji haramu. Kwa hiyo wito kwako, usipende kukimbilia kwa jirani kama hujajua unakwenda kufanya nini. Tutamatisha na taarifa hii ya kimataifa ambapo Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekutana na Abdel Fattah al-Sisi wa mjini Cairo na kujadili hali ya Gaza na mashambulizi ya Israel dhidi ya Hamas. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito kusitishwa kwa vita katika ukanda wa Gaza ikiwa yuko ziarani nchini Misri, ambapo pia amesisitiza kuondolewa kwa vizuizi dhidi ya msaada wa kibinadamu unaopelekwa Gaza. Sasa Macron amekutana na Rais Abdel Fattah al-Sisi mjini Cairo Jumatatu ya jana na baadaye na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan, na wote wakiwa ni washiriki wa karibu wa nchi za Magharibi na ambao pia wamekuwa wakitoa mwito wa kusitishwa vita Gaza. Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zimesema vita vya Gaza viishe, lakini Israel ilianza tena mashambulizi ya Hamas mwezi uliopita na kuzuia usafirishwaji wa chakula, mafuta na msaada wa kibinadamu kwa Palestina takriban milioni 2 wanaoishi Gaza, kama hatua ya kujaribu kulishinikiza kundi la Hamas kukubali masharti mapya ya makubaliano ya kusitisha vita. Hayo ndio yanayojiri katika ukanda huo. Tunazidi kusema kwamba ni sehemu ambayo inaonekana kuwa korofi, sababu ya mataifa haya mawili kila mmoja kuona anayo haki ya kufanya kile ambacho anakifanya. Lakini pia tumeona makubaliano yalikuwa yameshafika hatua nzuri, lakini Hamas
wenyewe wakafanya shambulizi tena wakati ambapo makubaliano hayo yalikuwa yanatekelezwa, jambo ambalo limeamsha hasira ya Israel, huku Benjamin Netanyahu pia akifanya hata uteuzi wa kamandi ya ujasusi ya nchi yake na kuzidisha nguvu katika vikosi vyake vya ulinzi. Yeye akiita operation, lakini Hamas wakiita uvamizi. Kwa hiyo kila mmoja anaamini yeye yuko katika hali ambayo anapaswa kuifanya kwa sasa. Kikubwa ni kuzidi kuombea, kwa sababu wanaoathirika kule sio hao wanajeshi. Wanaoathirika ni raia, kwa sababu kila mmoja wakati anafanya mashambulizi anamfanyia mwenzake maeneo ambayo yanakaliwa na raia, jambo ambalo limeharibu miundombinu ya afya, imeharibu miundombinu ya maji, imeharibu miundombinu ya umeme, lakini pia imeenda kudhorotesha hali ya usalama kwa raia wa pande zote mbili katika ukanda huo wa Gaza. Wito kwa mimi na wewe mtazamaji, kuzidi kuombeana na kuzidi kuwaombea wenzetu, kwa sababu tunaamini binadamu wote ni sawa. Haijalishi ni mzungu, haijalishi ni Mwafrika. Yes, different color, aliwahi kuimba Lucky Dube, Bob Marley, different color lakini one people. Kwa hiyo hata tukiwa na tofauti za rangi, sisi bado ni wamoja. Hilo ndio linalopaswa kutuunganisha na kutufanya tuwe wamoja. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vijavyo, lakini pia kumbuka Nguvu ya Madhabahu naye Lightness Jerry itakujia muda mfupi kutoka hivi sasa, lakini Game Time nayo ni sehemu ya kipindi hichi. Hili ndio Gumzo na mimi ni Samson Kesi. Nikwambie tu Kombolela haijawahi kuchezwa Jangwani. Uwe na asubuhi njema. Where are you? What did you do? What did you do for last